Mjukuu wa rais wa zamani wa Afrika Kusini na mpigania uhuru dhidi ya ubaguzi wa rangi Nelson Mandela amewasili mjini Johannesburg baada ya kurejeshwa nyumbani na Israel iliyozuia msafara wa meli za flotilla aliyokuwa ameungana nao kupeleka msaada huko Gaza. Mandela ambaye amerudi nyumbani akiwa na Waafrika Kusini wenzake wanne alisema yeye na kundi lake walizuiliwa katika gereza la Israel kwa siku 6 kabla ya kuachiliwa na kurejeshwa kupitia nchini Jordan. Alisema, tulifungwa mikono kwa kamba za plastiki nyuma ya migongo yetu, tukaondolewa kwenye meli zetu, tukawekwa kwenye jukwaa na kuonyeshwa hadharani kwa watu wote kuona, alisema Mandela mwenye umri wa miaka 51 alipokuwa uwanjani ambako alipokelewa na wafuasi waliokuwa wakipeperusha bendera za Palestina. Lakini akaongeza, hilo ni jambo dogo tu ukilinganisha na mateso ambayo Wapalestina wamekuwa wakipitia kila siku, akimaanisha vita vya Israel dhidi ya Gaza. Baada ya kuwasili, Mandela alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya kile alichokiita vitendo vya ukatili na ubaguzi wa rangi vinavyofanywa na Israel dhidi ya watu wa Palestina. Alisema tukio walilokumbana nalo lilikuwa ni kielelezo kidogo tu cha hali halisi inayowakabili raia wa Gaza kila siku chini ya mzingiro wa kijeshi wa Israel. Mandela alieleza kuwa walikuwa sehemu ya Freedom Flotilla Coalition, kundi la kimataifa la wanaharakati, madaktari na waandishi wa habari waliokuwa wakisafiri kuelekea ukanda wa Gaza kupeleka msaada wa kibinadamu ukiwemo dawa, chakula na vifaa vya matibabu. Alisema kuwa majeshi ya Israel yalivamia meli zao katika maji ya kimataifa yakitumia nguvu kupita kiasi kabla ya kuwakamata wote waliokuwamo. Tulinyimwa mawasiliano, tulipokonywa simu na hati za kusafiria, na tulinyimwa hata haki ya kuzungumza na wawakilishi wa kidiplomasia wa Afrika Kusini, alisema. Serikali ya Afrika Kusini imelaani hatua ya Israel ikisema kitendo hicho ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na ishara ya kudharau binadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini imesema itawasilisha malalamiko rasmi kwa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa yanayoshughulikia haki za binadamu. Mandela ambaye pia ni mbunge alisisitiza kwamba Afrika Kusini itaendelea kusimama na Palestina katika mapambano yao ya uhuru.